Mpenzi mtazamaji wa Star TV, tumepitia kwa kile ambacho leo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekizungumza baada ya kupokea taarifa au ripoti ya Tume ya Rais ya uchunguzi katika matukio ya uchaguzi 2025 Oktoba 29. Lakini kile ambacho kimezungumzwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan sasa ni jukumu. Tume imetoa tayari ripoti yake na Rais Samia amezungumza. Kilichobaki sasa Watanzania kukaa meza moja na kuzungumza ili kuijenga Tanzania ya amani, Tanzania negative ya amani. Jina langu naitwa Josephine Shemwaiswaga, lakini pia ndugu yangu Gama Juma Gama. Kulikuwa pia na viashiria ambavyo tume ilivigundua kupitia mashahidi waliofika mbele ya tume. Mfano ni kuwepo kwa vijana wasiopungua 500 katika majengo, misitu na makambi katika maeneo mbalimbali nchini kwa takriban siku 28 ambapo walihifadhiwa na kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya ghasia siku ya uchaguzi mkuu. Tume kupitia uchunguzi wake ilibaini kwa moja ya nyumba hizo iliyopo Dar es Salaam ilikuwa umbali wa takriban mita 10 kutoka kituo cha polisi. Pamoja na tume kupokea ushahidi unaonyesha kuwepo kwa baadhi ya viashiria vya mipango ya vurugu siku ya uchaguzi mkuu, hakuna ushahidi unaonyesha kubainika kwa vitu hivyo vichache ambavyo tumeviongelea au hatua stahiki kuchukuliwa kikamilifu kabla ya matukio ya uvunjifu wa amani. Kama nilivyoeleza awali, uvunjifu wa amani uliotokea ulithibitishwa kiwango kikubwa cha matayarisho ya vurugu hizo. Wafanya ghasia walitumia mbinu mbalimbali ambazo hazikutarajiwa, na mbinu hizo ni pamoja na kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani kwa wakati mmoja katika sehemu mbalimbali za miji na sehemu nyingine kwa kutumia mbinu mtawanyiko, dispersal violence points, ili kuzuia polisi wasiweze kukabiliana nao na kuwadhibiti kwa urahisi. Ni kauli za baadhi ya wanasiasa ambazo ziligeuka na kuwa kauli mbiu za walikuwa wanafanya ghasia. Mfano wa kauli mbiu hizo ziko 12, lakini ziko nyingi ambazo baadhi ya washiriki katika ghasia walikiri kuzitumia ni zifuatazo: no reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, tumedhamiria uchaguzi hautofanyika, Samia must go, tunataka kuikomboa nchi yetu, hakuna uchaguzi chini ya serikali hii, tunahakikisha nchi haisimami mpaka serikali iondoke, hakutakuwa na uchaguzi bila mabadiliko ya mfumo, serikali hii imepoteza uhalali wa kuongoza nchi, ni lazima shinikizo la wananchi liongeze hadi serikali iondoke, na mchakato na kuwapata wagombea umekuwa taratibu, wagombea sio halali, mchakato urudiwe. Hizo ni baadhi ya kauli. Kundi la tatu la vichocheo lihusu baadhi ya maeneo ya nchi ambapo walikusudia kugombea viti vya udiwani na ubunge. Majina yao yalikatwa kwenye ngazi za juu za vyama, na hivyo wakaona kuwa ghasia zilizokuwa zinafanywa zinawasaidia kudai mabadiliko ya mfumo wa kupata wagombea ndani ya vyama vyao, na wakashiriki chini kuhamasisha wafuasi wao kushiriki kwenye ghasia. Nakumbuka Mwalimu Nyerere katika hotuba yake ya Juni 1991 akiwa jijini Rio de Janeiro kule Brazil alisema, na hapa nanukuu, kwamba demokrasia sio chupa ya Coca-Cola ambao unaweza kuiagiza. Demokrasia inapaswa kuendelezwa kulingana na nchi yenyewe. Hii ndiyo imani yetu. Mwisho wa kunukuu. Kwa maneno mengine, demokrasia haina budi kujengwa kwa kuzingatia mazingira ya nchi na muhimu zaidi, mila na tamaduni za nchi husika.
Sasa nasi kama nchi tuachwe tujenge demokrasia yetu kwa misingi yetu, mila na desturi zetu. Katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Naomba nikumbushe kuwa nia ya kuwa na tume ya maridhiano ilikuwepo hata kabla matukio ya Oktoba 25. Na ni moja ya ahadi zangu nilizoziahidi kutekeleza ndani ya siku 100 za kwanza. Tukiangalia mustakabali wa nchi yetu hii, kwamba kutokana na ripoti ya tume imezungumza kwamba kuna watu, baadhi ya watu walibainika walijificha kwenye mafichoni huko lakini pia tumeona kama ambao tumezungumza hapa muda si punde kwamba kuna baadhi ya taarifa zilitolewa zikatengenezwa kwa AI na zikatumwa. Labda kwa mustakabali wa nchi wetu, unaangalia katika swala la kiusalama wa nchi, na haya matokeo yametokea, watu wameweza kwenda kujificha kwenye maficho huko, lakini pia namna ambavyo watu wamechafua kutumia mamlaka zao, kutumia vyombo vyao vya habari vya kimataifa kuichafua Tanzania. Tujipangaje ili kudhibiti hili, hasa katika tume ambayo au hii maridhiano, meza ya maridhiano ambayo inaundwa na rais? Nini kifanyike unadhani isa kuifanya nchi yetu kuwa salama zaidi kama tunavyofanya katika mataifa mengine? Utakumbuka pale tume walirudisha kwamba ile enzi ya nyumba 10 ilikuwa chama kimoja, lakini wamesema usalama wa nyumba 10 ungesaidia sana. Hawa waliokuepo hata kama wameingia dono, ndio maana siwezi kutoa uthibitisho sababu sina, lakini tume imebaini kwamba kuna watu kabisa walikuwa wanachochea. Ina maana walikaa kwenye majumba yetu. Lakini kasema pia wapo wengine wanajificha kwenye maficho. Lakini pia amesema pale kuna wengine wamejificha katika maficho, ambao maficho hayo ina maana kwenye mambo ya usalama sasa wa kwenye mipaka na kwenye maeneo yetu bado hatujaweka udhibiti vizuri. Ndio maana tume imesema kwenye mipaka humu tuongeze ulinzi wa hali ya juu. Tume ile imesema kabisa. Lakini pia ulinzi wa ndani ni kweli, kwa sababu wale watu walilala kwenye nyumba. Nyumba hizo pia kuna wakazi mle, lakini nyumba hizo pia kuna wenye nyumba. Kubwa zaidi kuna madalali anakuja kupanga leo na analipa mwaka mzima, kumbe alikuwa mhalifu, na wamefanya hivyo kwenye maeneo ambayo mbalimbali. Wenyewe wanazungumzia kwamba kuna watu walifika, lakini wamechukua nyumba nzima. Mwenye nyumba kapata chake, dalali kapata chake. Wale watu wameondoka siku ya tarehe 29, siku ya tukio linakwisha, wamehama. Shahidi upo pale kwangu napotoka Kimara pale. Iko nyumba kabisa walipanga watu ambao wameshalipa hela ya miaka 2, lakini hatimaye wakakaa muda mfupi, tukio lilivyojitokeza wakaondoka. Kwa hiyo na maana ulinzi wa usalama unaozungumzia si wa usalama kwa ajili ya askari peke yake. Hata sisi raia tunatakiwa kuripoti hivi. Ukimwona mgeni kabisa sisi tunajuana. Tena Tanzania tunajuana vizuri tu. Lafidhi, lugha, na tunataniana kwa makabila. Kwa hiyo ukimwona sura tofauti, tujitahidi kuripoti. Haswa mimi nasisitiza sana kwenye nyumba zetu humu, ima madada zetu anakaa na mwanamume, nimepata kizito bwana. Kumbe yule kaja na malengo lake. Ama sisi wanaume unaenda kuchukua mwanamke, nimepata Mnigeria bwana, nimepata Mzambia. Kumbe yule anakuja kuchunguza kwetu. Kwa hiyo na sisi wenyewe tukae kwenye ulinzi na usalama. Kama zamani tulivyokuwa tunafundishwa, walikuwepo mgambo. Mgambo ulikuwa wito. Ilikuwa ni lazima, yani ukenda JKT ni mwanafunzi ule umaliza kutoka kidato cha 4. Ukija huku mtaani, vijana wale wa mtaani walikosa, walipelekwa kwenye ulinzi wa mgambo, jeshi la akiba, ambalo lilisaidia ulinzi, lilisaidia na kuweka principle nzuri kabisa. Lakini sasa hivi hayo nayo yote yamepungua. Ukitaka kuingia mgambo, jeshi la akiba, inakuwa matatizo. Ukileta masomo ya ulinzi pia inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo ninachosema tuimarishe ulinzi kwa kila Mtanzania kujua ulinzi wake nini. Kwa tukio hili la tarehe 29, kwa ripoti hii ulinzi. Tukijijua sisi tutatoa taarifa mapema. Hata ili ingekuwa tumetoa taarifa mapema, serikali ingedhibiti, kwa sababu watu hawakuja kwa kundi, hawakuja kidogo. Ina maana walijipanga. Mpaka tume imezungumza, kuna kundi la vijana lilikuwa liko mahali linapata mafunzo. Ni hatari sana. Ambao wako nchini hapa, lakini wako kwenye misitu wamefanya mafunzo karibu pengine 500 alafu wakatoka lile kundi. Ni hatari sana. Sasa kwa mustakabali huo unadhani wale ambao wamepewa mamlaka ya ulinzi wa nchi yetu wajitathmini kwa namna gani kutokana na hii ripoti ya Jaji Othman Chande? Kama kweli wamebainika viongozi wameingia, nani hao wahalifu wameingia hivyo, kwa kweli wajitathmini vizuri sana.
ama wajirekebishe, ama waweke maeneo, wasiwe watu wa kuzoea. Unakuta mtumishi wa upande wa ulinzi na usalama anakaa miaka 10 kwenye kituo kimoja, mwisho anajenga urafiki, mwisho ile kazi yake inakuwa nani. Mimi nimeona kwa Dar es Salaam amba traffic kila baada ya muda fulani matrafiki wanakuwa wapya. Ile limesaidia sana. Kwa hiyo na sehemu nyingine watu wa ulinzi wasikae sana muda mrefu wakawa marafiki sana, mwisho kazi zao hawafanyi, wanakuwa marafiki. Unakuta mtaani mpaka mtu anajulikana yule usalama wa taifa bwana. Zamani kumjua usalama ni ngumu. Enzi yetu ni ngumu mno. Lakini taarifa zinakwenda, zinafanywa kazi na nchi ilikuwa ina amani. Kwa hiyo nasema bado nasisitiza ili kutuliza nchi yetu ina amani, pia ulinzi wetu uwe madhubuti. Tujirekebishe, tufunge kamera za kutosha. Kama tunakwenda kwenye teknoloji, tufunge kamera hata za nyumba 10 katika mitaa ziwepo kamera pale. Bahati nzuri Mheshimiwa Rais amesema kamera zipo kwa yale matukio, kwa hiyo zitatumika, picha zipo. Na maana picha alivyozungumza kamera, ni zile kamera zinazonasa. Hata kwenye jengo kama lenu lazima ziwepo kamera. Sasa zisiwepo kamera tu katika majengo, ziweko kamera hata mitaani kwa matukio. Hilo mimi naomba sana lipendekezwe kwamba kwa ajili ya ulinzi sio maaskari peke yake wa Tanzania, lakini pia viwekwe vyombo vya kunasa wahalifu, na teknoloji hii ipo kubwa tu. Unaweza ukakaa hapa mahali simu ikaita ama nini ikakuashiria kwamba nyumbani kwako kule kuna wizi unafanyika. Kwa hiyo hivyo vitu vitoke, serikali gharimie, lakini wako watu binafsi wanaweza kugharimia kwa kulinda nchi yetu hii kama Watanzania. Pengine katika ripoti yenyewe nini ambacho kimekushtua zaidi na ukutarajia kukisikia katika ripoti ile? Hii ripoti imenishtua sana kuniambia kwamba kuna watu wako mafichoni. Tume ndio imegundua. Sasa ni hatari kama mtu kaingia mpaka anakuwa mafichoni alafu analeta athari. Ile imenishtua mno. Imenishtua kabisa, wala sikufichi. Ndani ya umri wangu huu niliona matukio ambayo rais amezungumzia sio Zanzibar nini. Mimi nilikuwepo hapa wakati wa fujo inaitwa Mwembe Chai. Uvunjaji wa mabucha ya nguruwe. Na zile vurugu za msikiti. Na zile vurugu ndio maana ikaitwa vurugu za Mwembe Chai. Dakika tu wakabainika wote waliofanya lile tukio, pande zote mbili. Nani alijenga mabucha, nani alimuuzia nyama mtoto, nani waliohusika. Ile namna hiyo kwamba tukio likitokea basi tuwe tunalikabili kwa pamoja. Na matokeo yake lilibainika lile vizuri, wakatenga hapa mabucha asiwe mengi kwa sababu hawa wengine wanaitumia hii mboga sio hawa, na wale ambao hawatumii basi wakae pamoja. Na lile tukio lilikwisha, lakini nakumbuka lilifanyika mapema sana likawa limeisha. Ila kulikuwa kuna uchungu wa maumivu. Lakini aliisha. Sasa na hili ninalosema ni hivyo, tujitahidi kulinda. Yule anaanza chokochoko, hata kubishana kwenye magari, hasira, tutulizane Watanzania. Hii nchi kama sema rais ni ya kwetu. Amesema kubomoa kutoka nje ni kwepesi sana, lakini kuiunda amani kurudi ni ngumu. Kwa hiyo bado nasisitiza sana usalama wa nchi yetu ni sisi wenyewe, lakini pia uoga ulionishtua ile kuonekana kumbe kuna watu wamejificha. Kumbe kuna baadhi ya viongozi wameshawishi na vijana wakalipwa pesa. Na vijana wakalipwa pesa. Lakini japo haijabainisha ni wamelipwa pesa na nani. Sasa tume haijaweka wazi kwamba wamelipwa pesa na nani, kwamba ndani ya serikali labda ndani ya vyama vya siasa hivi, ndio kama alivyosema kwamba taarifa zenyewe zitatolewa na katika kada ya uchunguzi, kwamba kada ya upelelezi. Ile tume wamezunguka wigo hivi kwamba sisi tumebaini kwamba kuna pesa imetoka. Tena kijana wa umri wa miaka 16 kapewa shilingi milioni 50. Kaidiwa milioni 5, lakini sisi hatuko kwenye uchunguzi. Kwa hiyo ni mamlaka sasa kufuatia rejea hii itakapofanya kazi yake tayari. Kama lile tukio wametaja ilikuwa ni Arusha. Sasa pengine viongozi wa ulinzi na usalama wa Arusha ndio kazi waanzie hapo. Nani alipewa 16? Yule mtoto yupo, kama yupo afuatiliwe, nani alimpa, watagundua tu. Kwa maana kuna uharaka sana au kuna umuhimu sana wa kuhakikisha kwamba matukio yanafanyika kiuchunguzi au kiusalama yanafanyika kila wakati, wasitegemee inapotokea tukio kama haya. Maana mwisho wa siku sasa Tanzania zaikaa kama Kongo tunapoiona au Sudan. Hiyo sasa anavyosema kwamba kwanza analipongeza jeshi letu la polisi linajitahidi na vyombo vyote vya ulinzi. Lakini spidi iongezeke sana. Kwa sababu hata wao wenyewe nao naiba kiteknolojia vile vile, au wanakuja kufanya matukio keki kutumia digitali vile vile. Kwa hiyo tuizidishe sana. Ulinzi wetu usiwe ule wa kizamani. Maana zamani alikuwa mgambo na kirungu. Sasa hivi inakuwa mgambo au Masai analinda gorofa, kakaa na bakola na sime.
Yule anayekuja kufanya anakuja na bunduki, utakimbia. Kwa hiyo ninachosema tuongeze zile kasi za kulinda nchi yetu. Ili tuzidi kubaki kuwa salama na amani itakuwepo. Sasa tukienda katika anga za kimataifa, imeza hii maridhiano, pengine kuna umuhimu kualika na kada nyingine pengine za kimataifa, hata nchi jirani, kwa sababu pia inasemekana kwamba kutokana na yale taarifa ya tume, kuna baadhi ya nchi zimeshiriki kufanya yale matatizo au kuleta zile vurugu za Oktoba 29, 2025. Nadhani kwamba pengine hii meza sasa kuna umuhimu kualika, pengine kupata uchambuzi, pengine kuwaambia kwamba sisi ni wamoja, Afrika ni moja, tutakiwe Afrika kumchambulia Mwafrika mwenzie. Kwanza kwenye meza ya maridhiano ni ya kwetu sisi. Kama unavyomsikia Mheshimiwa Rais alivyosema anamshukuru katibu mkuu wa nini akaleta mwakilishi, kapata maelezo, karudi. Sasa ndio je, na hata hiyo kuwaita wale nao wakaje meza ya maridhiano ile, meza ya maridhiano ile wanaweza kawepo wale ambao nchi rafiki, lakini sio kuweza kuja kusikiliza alafu akabadilisha. Maana naye kuna wengine wanaweza kusikiliza jumuiya za kimataifa zipo ambazo sisi wanakuja wanawepo, sio kuchangia, kutusikiliza, wanaweza akawepo. Maana naye ambacho kilitokea kwamba kuna baadhi ya mataifa kutoka pengine mataifa ya magharibi na mataifa ya Kiafrika yashiriki Tanzania kutufikisha hapa tulipokuwa leo. Ndio maana anachosema wakiitwa hawa watasema unajua jamani, anatoa mfano anatoa mfano hiyo msinikoti kwamba siko hivyo. Yale mataifa sisi tunakaribisha elewe kwamba meza yetu ya maridhiano itakuwepo na wale mataifa ambayo wanataka kuja kwa kibali cha Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kuwepo wale wala sio tatizo sana. Lakini pia alizungumzia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika yale ambayo sasa kama serikali inafanya utekelezaji kutokana na yale mapendekezo, akasema pia tutatoa gharama na kuwahudumia wale ambao walipata matatizo, hasa wale ambao majeruhi, kwamba kuna ambao wanahitajika viungo vya bandia watapewa. Ili umelipokeaje wewe kama mkazi? Lakini pia ile nimelipokea kama huruma ya mama. Huruma ya mama kabisa, ni huruma ya rais kabisa. Tume imepongeza kwamba tumepokea bana, sasa mtoto wetu ameumwa na nini. Kweli wengine wameumia, matibabu yao ni gharama. Kupoteza kiungo cha mguu anataka miguu bandia, na mguu wa bandia una cost karibu kwenye 700,000 600,000. Kwa hiyo ni huruma ya rais mwenyewe, akasema nimepokea na nitafanya utaratibu. Hao majeruhi uliosema wanaugua mpaka sasa hivi, serikali itawahudumia. Hao wanaohitaji viungo bandia, serikali itawahudumia. Yote ni kwa namna gani? Ni ajali ile. Tumeteleza, matokeo yake tumefika pale tukofika, lakini Mheshimiwa Rais amesema nitaipokea na nitatekeleza kuwasaidia. Ile mimi nilipokea kwamba ni faraja pia. Kuna wengine waliopotea huduma ya mama. Huruma ya mama. Ile ni huruma ya mama. Unaona, kwa sababu kuletea watu unasema, angesema mwingine ngoja niangalie, je, maana kuna mwizi anataka kuiba. Ngoja tufanye kwanza uchunguzi. Ngoja nifanye uchunguzi. Maana kuna mwizi anataka kuingiza kuibie, wewe ukakata kisu. Sasa wewe naye unamlipa fidia au kaiba. Kwa hiyo lakini ni huruma ile ya mama tu kwamba inawezekana miongoni mwao walikwenda kwenye tukio, hawakwenda kwenye tukio, lakini mama sema nitawatibia hao. Serikali ile ni huruma ya mama. Na tunamuombea awe hivyo. Pale nilichomuona kidogo ambacho siku hizi nakisema, lakini kwa kulipa nini wanasema fidia. Mwenyezi Mungu akikuchukua roho kulipa fidia mtu ni ngumu. Ndio maana pale amesema tuwaombee, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inashukuru kwamba wale tuwaombee sana. Watanzania wangetarajia kwamba kusikia fidia kwa wale ambao wamepata majanga hapa. Ngumu kumlipa mtu kwenye majanga ya kufa. Maiti huwa kuilipa fidia ni ngumu. Kumpoteza mtu na kupata fedha ni vitu bora, mtu akupe pole na kulia pale. Na wale wanaokuko na magari hapa familia inalipa fidia. Ni wachache, hata fidia yenyewe inalipa tofauti na thamani ya mtu. Ndio maana ametizama thamani ya mtu ni kubwa, huwezi kuilipa. Ile mama muungwana. Yaani kulipa hivi huwezi kumlipa. Na vile namna ambavyo inaonekana kwamba ameipokea kwa masikitiko makubwa sana, kuona kwamba hili litokea sikulipenda. Ni uchungu wa kila mtu, mimi kama mzazi na watoto, lakini pia na wazazi ambao pia kama wale ambao wamepoteza maisha yao. Ile umelipokeaje namna ambavyo Samia ameongea kwa uchungu, hasa kutokana na ile akiwahutubia wa Tanzania kutokana na ile ripoti iliyotolewa na Jaji Othman Chande? Wakati inatolewa ile ripoti, hata ukimtizama usoni, kwa sisi tulikuwa tunafuatilia kama watu wazima. Unajua mtu mzima anaweza kaangalia hata ujauzito akamwambia hiyo miezi 4. Na ikawa kweli miezi 4. Kwa usoni ukimtizama amepokea, mengine alikuwa yanamshtua. Kwa sababu tu ni kiongozi, kwa sababu ni kiongozi hajatoa machozi, lakini kumbe kulikuwa kuna hili, kwa sababu yeye hakutarajia tarehe 29
kwa sababu alijihami muda mrefu, usifanye fujo, shiriki uchaguzi. Kina alikuwa anazungumza hivyo kwamba usishiriki, usifanye, lakini watu wakakiuka wakashiriki. Kwa hiyo kushiriki kweli madhara yamejitokeza. Yeye mwenyewe kwanza hakutegemea lile. Japo ndio hizo simu zetu zinatafsiri, lakini kapokea kwa majonzi makubwa tu. Na ameumia kama mzazi. Na ameumia kama kiongozi wa nchi. Na umeona amesema pale, mmenitwisha mzigo mkubwa kwenye, kwa sababu katika uongozi wa viongozi waliotangulia wote haikuwakuta haya. Mimi katika uongozi wangu nimeumia sana. Alafu sasa mama kiongozi wa kwanza mwanamama, lakini pia mzigo aliopata mkubwa kama mwanamama, ameumia sana. Na pale ametoa tu hotuba, lakini huko anakokwenda nadhani akiichampua vizuri bado mengine atajitokeza kwa huruma hiyo hiyo. Tunamsaidiaje sasa Rais Samia hasa katika swala zima la kuhakikisha kwamba maridhiano haya yanatimia? Na yeye amesema kwamba alitamani kabla ya hata Oktoba 29 afanye maridhiano, lakini ndio ikatokea lotokea ambayo hata yeye hakuyatarajia. Mnamsaidiaje kama wazee katika kutoa busara zenu na maneno yenu ili kufanikisha hili? Kitu kikubwa kwanza tunamuombea Mwenyezi Mungu. Hilo ndio kikubwa. Ampe faraja, ampe nguvu, atekeleze yote haya. Maridhiano kasema mwenyewe, nikimaliza maridhiano na kuja kwenye hiyo michakato ambayo watu wanaitarajia. Kwa hiyo kikubwa kama wazee tunamuombea kila laheri. Haya aliyoahidi ayatekeleze. Sasa amesema baraza la wazee linaundwa na vijana pia. Baraza la wazee tutashukuru, sisi wengine tupo. Tukiwepo kwenye maridhiano tutakuwepo kama tukibahatika kupata. Hata kuwepo tutafanya maridhiano pembezoni, kwa sababu hata pembezoni naye kuna watu tunafanya maridhiano. Kileta utambi hapo kijana, hilo utani tunaharibika. Unashindana na serikali bwana, haifanyi hivyo. Tuna wajukuu, tuna watoto. Kwa hiyo maridhiano ni muhimu, lakini tunamuombea kwamba afanikishe haya. Na sasa kwa kutoa maono, maana tunaambiwa mzee au mtu mzima dawa. Ndio. Na utu uzima wako pengine ikawa dawa kwa hili leo hapa. Rumors au maneno ambayo yalikuwepo kwamba wamefariki au mpoteza dunia watu zaidi ya 10,000. Lakini leo tume imetuambia ni 518. Pengine katika ripoti yenyewe nini ambacho kimekushtua zaidi na ukutarajia kukisikia katika ripoti ile? Ashe, ripoti imenishtua sana kuniambia kwamba kuna watu lakini pia walipoteza maisha. Unatoa kauli gani ya nasaha hasa kwa vijana wa taifa hili na wale wengine ambao inawezekana wa Tanzania lakini wanaishi nje ya nchi, wanaendelea kusambaza kwamba hapana, pengine mtafaruku mwingine utakuja baada ile ripoti, kuna vikundi vingine vitajitokeza baada ile ripoti, pengine ile ripoti imenunuliwa, imeandaliwa? Unawaasa nini sasa kuhakikisha kwamba kilichotolewa kipokelewe ili Tanzania iwe endelee kuwa na amani, tuanze historia mpya kama Mama Samia Suluhu Hassan alivyosema? Mimi nawaasa kwanza tutafute ukweli. Unajua sisi tuna msemo mmoja, jambo la uongo likinini ndio linavuma. Linavuma. Sasa ukweli ndio maana anasema ukweli ukweli na uongo lazima ukweli utajitenga. Sasa leo taarifa imetoa ile takwimu. Lakini huko kuna taarifa nchi kabisa imekomaa, chombo kikubwa kimetoa taarifa, tunaita nini? Za uongo. Ukweli ndio huu kwetu sisi. Sasa kama ni kwamba zile taarifa hazina ukweli wowote. Kwa hiyo kama hazina ukweli, kuna taratibu za nchi, hazina ukweli hamna. Kwa sababu wametaja pale takwimu ya waliokuwa wamejeruhiwa, takwimu waliokuwa wamefariki, maiti hizo wamezibaki na zilizobaki mpaka leo wamesema ziko Muhimbili 3. Sasa wale mbona hawakusema maiti 3 zimebaki, wao wamesema wamekufa tu wote. Wamepata wapi takwimu? Ni uongo. Na wakasema mpaka kuna eneo hilo ambalo kuna eneo la Mabwepande limechimbwa kule, na kwa Kondo unajua ni wapi? Kondo ni huko nani Mbweni Mbweni. Tuseme Kunduchi ndio kuna sehemu eti limechimbwa shimo, maiti zikafukiwa. Wamekwenda kule, dalili hakuna. Tena sio kwa dalili peke yake, kwa vyombo vya kupima kweli kama kuna maji. Sasa utawa ndo wanalinda. Sasa wewe unasema eneo lile kweli kuna kaonekana ni uongo, kwa sababu ile tume ilikuwa imeenda mpaka magerezani kuwahoji wengine wale walikuwa na kesi. Kwa hiyo na pale iliruhusiwa kuingia na kufanya utafiti, shimo hilo liko wapi? Uongo. 29 ile ndugu zangu, kuasa kwangu tulipokea taarifa za uongo nyingi mno. Mpaka sisi wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo nachowaombea tu kwamba tupende uzalendo. Tusipende kutukana kiongozi wetu. Vijana wengi wanapenda kutuma kwenye hata rais akisema ndio hilo unasema, akisema wanaanza kucomment vitu ambavyo sivyo.
Mwingine hata akipewa mchumba leo, hata kumtoa out hawezi. Hawezi. Lakini rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekaa na mambo mengi ya kufanya, mpaka hili kalifanya. Mpongeze kwa yale basi aliyofanya, unamkatisha tamaa. Mwenyewe amesema pale. Unajua neno la Kiswahili kuzodolewa. Yaani mtu akifanya jambo unamzodoa. Akifa kiongozi unapiga makofi. Unakiuka amri za Mungu. Kwa sababu sisi tunaonaambiwa wote marehemu aseme neno baya. Kwa hiyo ni waasi tu kwamba tusipokee taarifa za uongo. Udhibiti wa taarifa yetu ya ripoti ndio huo. Na tunakokwenda sasa kwenye maridhiano haya, hatua tumepiga kubwa mno. Kama nchi kubwa tu. Hayo mimi ndo maoni yangu kwamba tusipokee taarifa hizi za kutoka kwenye mitandao. Lakini taarifa ya ukweli ndio hii tumepokea leo. Tulidhie na hii kwamba waliokufa ni hao, waliojeruhiwa ni hao. Basi. Kuna zile ambazo mapendekezo ya au utekelezaji wa mapendekezo ya muda mrefu na muda mfupi. Lakini pia tuliambiwa pale kuna baadhi ya mamlaka au yalikuwa na matumizi makubwa ya silaha. Hebu unaliangaliaje? Kama tunaambiwa na jaji, namshukuru sana Jaji Othman Chande, ametumia utaaluma wake kuelezea sheria, matumizi ya sheria jinsi yanavyokuwa, maandamano yanakuaje, na tuliambiwa pale kwamba maandamano ni lazima ni hiari, yani mtu anaweza kufanya, ni haki ya mtu, lakini unafanya katika misingi gani? Lakini hapa tumeambiwa leo hii kwamba yale maandamano hayakuwa ya haki, yalikuwa ni vurugu tu na uwizi na ujambazi. Unalizungumziaje? Na vile ushawahi kuwa kiongozi wa wazazi, jumuiya ya wazazi CCM, mna watunzaji watoto mpaka wanafikia maeneo haya sasa, nyinyi kama wazazi ndani ya chama? Kwanza nizungumze kwamba kuhusu mwenyekiti wa tume alivyozungumzia lile kwamba ile ilikuwa ni uvunjifu wa amani. Unajua ametumia lugha moja nyepesi tu kwamba kama ukitaka kuandamana kuna 1 2 3, ameelezea vizuri na sheria. Lakini pia amezungumzia kwamba hata ukitaka kufanya utaratibu wa maandamano ya amani yapo na ruksa kwa mujibu wa katiba. Tena amezungumzia katiba ya ndani ya nchi, alafu amezungumzia kimataifa. Lakini hili lingine alikuwa amezungumzia kwamba uvunjifu ule umefanyikaje. Manake hapo umeniambia kwamba ile tume Jaji Othman ripoti yake imezungumzaje kuhusu ile. Amezungumza kwamba haki ya kuandamana kupo. Lakini ufuate sheria na kanuni. Lakini amesema hivi, hata tukio la yule askari mpaka wanayetumia risasi ametaja kituo kimoja pale Salasala, maaskari 2 wamekuja watu 150 na maitaya masulani wakapiga mabomu, watu wanakuja. Bahati nzuri wale wakakimbia, lakini kuna wengine kule wakafuatiwa kule Tarime watu 300. Of course sitaji, lakini kuna kituo, maana of course naifuta hiyo, sio Tarime pale, sikumuelewa vizuri, lakini ni kituo walivamia watu takribani 300. Askari walichokifanya Mwanza, askari walichokifanya baada ya kujihami watu wale walitumia kweli risasi ya moto, walikuwa 9 askari, watu 300, watu wanawaziba, kila akisema akoki watu wanakuja. Hapo tena sikio ulikuwa uogope. Akawa sema kweli walikuwa wanajitetea na wao, lakini pia kukava wale watu. Na bahati nzuri walivyofanya hivyo, nasikia zaidi ya wengine walikamatwa. Ndio ile kesi mwanzo walikuwa wengi, washtakiwa kwa wengi sana, lakini baadaye Mheshimiwa Rais kwa huruma zake ambao hawana hatia. Kwa hiyo amezungumzia kwamba matumizi ya silaha zetu za moto. Sisi tuna silaha zile za nchi zilizoendelea za plastiki. Sijui maana hata maji yanayowasha watu sasa hivi wanatembea na maji ya uhai. Yakimwagikia ananawa anazidi kuja. Hayafai, haogopi. Hata zikija hizo risasi za plastiki, mtu akipigwa nayo kichwani atalia tu, anakwenda akijua hajafa. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kuzuia zaidi kuliko kukabiliana na hiyo fujo. Ili silaha zisitumike ni kuzuia. Sawa sawa. Na kutokana na hii ripoti ya tume iliyotolewa leo, unadhani kuna ahueni yote itatokea pengine kupunguza ile hasira ya wana kama mzee? Maana umesema unaweza kumwangalia mtu akiwa na mimba miezi 4 unamwambia wewe una miezi 4. Kwa mwelekeo na hali yenyewe halisi ya ile ripoti iliyotolewa, unadhani inaweza sasa kupunguza sasa, imebeba yale matamanio ya Watanzania hasa vijana? Kiukweli kwa mtu aliyetimia, yuko timamu kabisa, anayetaka nchi iwe na amani, ile ripoti ni nzuri. Ila hata ikiwaje watu watabisha tu.
wale ambao wanaopenda kubisha. Na utaona tu kabisa watu watakavyo challenge. Maana walishaanza kuchallenge rais huyo, tume ndio hiyo. Hivi kweli ile tume ingekuwa ya malaika? Maana malaika tunavyosema huko ana mbawa 600 na huko ana mbawa 600. Washuke kwenye tume, hata binadamu mmoja asingekwenda kutoa. Ni lazima tukae sisi binadamu kwa binadamu wenyewe. Sasa niseme tu kwamba yale yaliyosemwa na tume tuyapokee ni sahihi. Munkari ushuke, kupoteza tukishapoteza, na tusitie siasa. Siasa tungojane kwenye uwanja wa siasa. Bado muda mfupi sana. Tuangalie kwanza amani. Tuangalie amani ya nchi yetu inakwendaje, kisha kuwa amani pale tutakaa kwenye siasa. Siasa ipo tu kwa sababu atatoka kuna watu wanalipwa kwa ajili ya kazi hiyo. Unadhani hii inaweza likana nini na maridhiano inaweza yakafanikisha? Ama kuna watu washatoa, watu wanawapa vijana pesa namna hiyo? Katika hii leo kufahamika, kwanza shida tulipata tarehe 29 na hii ripoti tutanyoka. Wala hatulipwi hela yoyote. Sasa hivi hamna mtu anayetamani alipwe hela kupinga hii. Kifunzo tulichopata 29 hiyo 50,000 ile mtoto imemtoa roho, ukapewa shilingi ngapi katika kupinga hivi? Alafu inakusaidia nini? Maana rais kasema tume nimeunda mimi kwa ajili ya Watanzania, ripoti ninayo mimi kwa ajili ya Watanzania, niacheni nifanyie kazi. Maana yake kaweka wigo, wewe mwingine usianze kuipalamia ile ripoti. Sasa niombe ukaigeuza, maana kama tunavyoona AI ipo. AI ipo basi. Ukaweka B. Kwa hiyo tuache tume ile nzuri. Imefanya kazi yake vizuri na wale watu ni watu wa kiroho. Jaji Othman sio tume ya kwanza. Tumeambiwa yani si watu si mtu akiwa mchezo si tunamfahamu yule mzee jinsi alipokuwa na uadilifu wake. Hata kwake wasioweza kwenda kuna uadilifu vile vile. Maana mtu aliyestaafu alafu akachukuliwa kwenye mambo mazito kama yale sio mwenzio. Ile tume ingejaa under 20 sijui ingekuwaje. Ndio ingekuwa mtafaruku. Kwanza kuingia kwenye ukumbi, oya vipi poa, ingekuwa safi, sio vizuri. Lakini ule wazee wanaingia, vijana wanaopokea. Tena walikuwa wanapokelewa kweli. Hawana ulinzi, hawana chochote, wanakaa na watu. Sisi tulikuwa tunafuatilia. Halafu walikuwa hawachoki, walikuwa wanachukua maoni ya watu wale wote walikuwa wamewapanga kuwepo. Hii ambayo sasa rais alosema ataunda tume ya upelelezi katika vyombo husika, sasa jeshi la polisi, unatamani nini ingefanya ili sasa yale ambayo yameonekana kama ni tatizo, lakini wale ambao watakaobainika basi washughulikie ili visizaliwe tena vizazi vya namna hii? Lakini aongeze nguvu. Tuwaweke watu wako waaminifu, wako wengine wa Interpol wako wengi, wako Tanzania wengi tu. Letu washiriki kwenye ile tume. Naye ukweli ubainike. Maana naye katika hili usimuonee mtu. Kila mmoja akiwa mhalifu apate haki yake na Mungu atajalia. Na akiwa sio mhalifu aachiliwe na Mungu atamjalia. Kwa hiyo sasa hivi pale kilichobaki hata hiyo tume na nadhani sio tume kwa sababu ni kikosi kipo kile. Sidhani kama atahangaika na ile, ameagiza vyombo vya ulinzi na usalama wafanye upelelezi mzito. Sasa upelelezi mzito, yeye akiwa amiri jeshi Mkundo kaagiza hivyo, kazi kwao kwa vyombo kuagiza nani na wako. Unatamani zaidi pengine huo upelelezi ungefanyika kwa haraka kwa kiwango gani ili sasa pengine hiki ambacho wengi wanakitazamia wale ambao tufikisha hapa? Ule upelelezi kifupi kwa kina, kwa sababu pale kuna mambo mengi ya watu wamefariki na nini, hata miezi mitatu kama hivi. Tume imepewa siku 153. Kwa hiyo ni miezi miwili mitatu minne. Kwa hiyo hata ile naye inaweza kapewa miezi 4 mpaka mwezi wa 8 tukaanza kupata matunda kwamba fulani kisha kamatwa. Na hiyo bayana. Kila anayetuhumiwa mimi niombe atangazwe hadharani kabisa. Kakamatwa fulani. Akamatwe apigwe mbele za watu, apigwe vibao. Yule akikamatwa mtu bwana, kuna kesi ya fulani, ni fulani iko mahakamani kwa sababu ya ni uhaini. Ni uhaini. Kwa hiyo wajulikane tu wameshtakiwa. Ila principle za kusikiliza kesi sasa nyingine. Lakini akikamatwa mtu kwa akituhumiwa, hata wewe unaisikia kama yes, huyu kweli kapiga risasi siku hiyo. Huyu amemwona. Unajua hata binadamu naye huwa tunatoa hukumu kabla. Kwa mimi nikaomba tu kwamba wale watuhumiwa wakipatikana basi iwe bayana, itakuwa ni nzuri zaidi. Mimi ndio ilikuwa wazo langu hilo kwamba rais akishawale wote kuwa baini, maana ni uhaini ule na roho za watu, lakini waseme tu kwamba fulani kakamatwa. Japo kiulinzi naye familia huko, kumbe ndugu yako kaua, takuwa mtihani, lakini mimi nachoona kila mmoja atabeba msalaba. Na bodaboda wameonekana pia walitumika kwa kiwango kikubwa sana. Inawezekana pengine kwa kujua au kutokujua. Sasa unadhani sasa hii baraza au wizara ya vijana nini ifanye sasa kwao ili kuhakikisha kwamba ule usafiri au ile ajira wameipata si kwa ajili ya matumizi mengine ambayo yasio halali, bali wayatumie kwa ajili ya manufaa yao na faida zao kati yao wenyewe na familia zao? Maana tume imewaainisha pia bodaboda nao
ni mmoja kati ya vijana ambao walikamatwa, walionekana kuhusika katika matukio hayo. Mimi ushauri naotaka kusema, baraza la vijana wajitahidi kuchukua na watu wazima. Wako watu wazima wanaendana na vijana hao kwa kuelimisha. Unajua kijana anataka umuelimishe kwa staili yake. Kwa hiyo nachosema kwa kweli wanakuwa wenyewe ni sahihi kabisa kujadili mambo yao. Lakini pia wakikaribisha mtu mwenye lika la kuzidi kidogo, naye atakuwa na hili nyie sio, hili twende hivi. Japokuwa kutakuwa na ligi, kwani wewe ya kwako ya vijana, lakini wote ni watoto wetu. Maana hata mimi najitolea mfano, mimi na watoto, mmoja yuko chuo cha IFM, mmoja ndo amemaliza mwaka juzi. Mimi nimegoogle, unajua laptop singetoka. Kwa hiyo unatoka, kuna vitu tunakwenda nao kwa sababu ya elimu yao hawa. Hata wa boda boda wengine sio wajinga sana, wengine wamemaliza elimu kubwa lakini wameamua kujiajiri mle. Kwa hiyo wana mihemko, wana hasira za maisha, na umri ule unakuwa haujali kitu. Ndio maana mimi kuniamini mtu boda boda alafu nimpe hesabu kwa siku anipe. Na alafu nikiendesha boda boda utanitesa vile kumkwepa mtu hivi site mila yangu ikavunjika, ugomvi wake mkubwa. Kwa hiyo umri ule ni umri wa kunyumbulika sana. Kwa hiyo unachotakiwa tu tuwarudishe. Wamepata miemko kama walivyosema hivyo, vichocheo. Lakini ni bado vijana ambao wamepata ile ajira zao. Wakitulizwa watatulizana kwa sababu ajira ile mama ametoa. Mna jukumu gani nyinyi kabla serikali haijafanya au itume haijafanya, nyinyi wazazi ambao mko nao ndani sasa vijana wenu, mna jukumu gani la kuelimisha kwamba dunia haiendi hivyo? Sababu leo hii vurugu inapotokea na maana haiwezi kwenda kazini. Tunaangalia sasa Iran huko, hali ishakuwa mbaya, imeathiri kabisa ulimwengu wote. Anachosema tu kwamba sisi tuliokuepo majumbani na mabaraza ya wazee wengi tu ambao tunajoin. Shajoin tunakaa na vijana. Na kijana akitoka nyumbani mueleze. Akikutana na kijana mwenzake huko ngumu. Lakini jitahidi tuwaeleze tu kama wazee, tujitahidi kuwaelekeza vijana, watafika wamesoma nchi yao hii. Sisi tutakwisha, hiki kizazi cha 70 kinaondoka hiki. Kizazi cha 60 kinaondoka, watabaki cha kwao. Na ndio maana kimeonekana sasa hivi waziri wao yule aliyoteua rais kijana kabisa, hajafika hata miaka 30. Ndio anakwenda. Ukija waziri wa mambo ya ndani hajafika hata miaka 40. Kwa hiyo ni nchi yao, ila wawe na stamina na wawe walinde amani, walinde utulivu ili wapate viongozi bora wa kuweza kuongoza. Ni nchi yao hii. Wana wenyewe wanajipa kanuni kwamba ni kijana anaweza kukaa miaka 30 ijayo. Mimi miaka 30 ijayo miguu au macho nitakuwa nimeshakufa. Sitoweza kwanza kufika, lakini wao bado wana safari ndefu ya nchi yao hii. Hiyo kamati ya maridhiano, lakini pia mchakato wa katiba pia wasaidia atauangalia. Labda haya muelezea jambo kwa ufupi tu kidogo. Unadhani haya yakifanyika ndo kama vile wapinzani watumie kama chambo, inaweza kasaidiaje katika kuhakikisha kwamba tunarejea mara petu pengine pale sasa zile chokochoko sasa zinaenda kuisha? Na neno moja natumia, upinzani sio wengi, ni viongozi wa upinzani. Kwa sababu hata maafa yalivyotokea sidhani kama mpinzani mmoja na wamesema pale kiongozi hata mmoja hakuwepo kwenye tukio. Sio, unanielewa Lakini hili ninalosema mimi, maridhiano ni wa Tanzania. Mtu asisikilize kabisa swala la upinzani. Hii ni yetu sisi. Tunu ya amani ni ya Tanzania, sio ya chama cha CCM. Tukasema wapinzani, kuna baadhi ya tunaona viongozi walikuwa mabalozi, walikuwa ndani ya chama, lakini pia wanatumika kutoa tafaruku hiyo. Na mvunja nchi mwananchi. Hata mvunja nchi ni mwananchi. Ila mimi nawaasa tu kwamba hebu tulidhie tu kwamba hiki kitu ni cha kwetu pamoja. Hilo ndo mimi kinaenda kuleta tija gani sasa? Kinaenda kuleta tija kwamba tutafika mahala amani yetu itarudi kama tukifuata hii. Haya maridhiano mazuri na lile bahati nzuri alilosema tukimaliza tuende kwenye huo mchakato unaotaka wa katiba. Tusipokuwa na maridhiano hata hiyo katiba yenyewe hata ile tuliyopita tu tulifika mahali si watu walitoka bungeni. Kwani alikuanza lile zoezi la JK lilianza na viti viliongezwa na pesa yetu limetumika. Lakini imefika mara kuna watu wametoka. Sasa na ili tulidhiane kwamba tunakwenda kwenye mchakato, maana wamezungumza wale. Kuna tume mbalimbali. Inawezekana rejea ya zile tulishofanya zikapitiwa zile katiba, wakapelekewa wananchi, wakapiga kula wale ambao tena tume rais Jaji Uthman amezungumza vizuri tu kwamba kuna wale wa 2014 hawakuwepo duniani. Kwa hiyo wale nao washirikishwe, inaweza ikaleta, na mimi naamini hivyo. Kuna kizazi cha 2014 hakijui. Maana ndo tulipoishia mchakato. Alisema ni 2016 kitu kama hicho. Wapo hawajapigwa. Kwa hiyo kwanza walikuwa wadogo. Sasa kipindi wameshakuwa ni wengi, kwa hiyo ni lazima washirikishwe tu. Sisi wengine tulioshiriki huko, maoni yetu ni kuwaasa wao
wanataka nini katika katiba. Maana hata mwingine katiba yenyewe hajaisoma. Mimi ninayo natembea nayo pale ya nchi. Wana ile katiba ya miemko. Sasa wana katiba ya miemko kutoka kichwani. Tume huru ipi? Nani aitume? Uchaguzi wa upi? Naona ba. Kwa sababu sasa zamani tulikuwa tunapigia nyumba na jembe. Umwambie kiongozi. Yaani ilikuwa ni kitu kimoja busara. Tulikuwa tunapigia nyumba na jembe tu. Alafu ukishinda jembe ndo unaambiwa haya nani? Hii sike ndo kashinda. Ndio unaenda naye. Ndio imekwisha tena hiyo. Sio unaenda naye si chama kimoja. Lakini sasa hivi watu wanatoka picha kabisa Gama, Isike, sijui Ng'ombe, pigie hawa. Ugomvi mkubwa. Pia kwenye hatua sasa haya maridhiano pia yaangalie pia kuweka nidhamu, kurejesha nidhamu kwa sababu huwezi ukamchora rais anacheza vile na pia sio busara. Ndio hata kama tunasema utandawazi lakini pia maridhiano sasa yaweke mifumo kama ambavyo wamesema, mifumo ya demokrasia, lakini mifumo ya kupata habari, mifumo katika amani, mifumo katika utendaji. Labda sasa nirejee katika swali langu la mwisho. Naomba unijibu kwa uchache kwa dakika 0 tu. Sawa. Rais aliomba maridhiano na baadhi ya viongozi hasa wa vyama vya siasa. Kuna wengine tuliona walikataa. Unadhani hili linawezekana? Na kama aliwezekana nini sasa unawaambia kwamba sasa tufike wakati tufanye uzalendo? Hili linatakiwa uzalendo na adabu. Atakayekataa katae, lakini tutakayeshiriki tutatoboa. Tutapata maridhiano mazuri tu, lakini tusifike mahali kakataa huyu ndio itakuwa kama ndio sababu. Hapana. Kwa meza ifanye nini? Maana wanasema hajashirikishwa wengine kwamba kumbe ushaitwa alafu hujafika. Ni sasa umechangia kwenye harusi alafu usifike, kwani lazima? Umealikwa, ni lazima anayealika afike. Meza maridhiano ni ya watu wote. Ukialikwa nenda, katoe maoni yako, na usipofika ujue wenzako tutakwenda kwa sababu ratiba hii inatuchelewesha. Tuna jambo moja tu, wenzetu kule wanafurahi, atufanye maendeleo, atufanye nini? Tunapata. Na wale wanaechola ni adabu mbaya. Huwezi kumchora rais. Hebu mchole mzazi wako alafu muonyeshe katika uone wenzako watapokeaje. Ile ni adabu kwa sababu yule ni mama. Kiumri kakuzidi. Sasa hata heshima hiyo ya mama uitaki, basi yule wa Tanzania wamemwamini kama rais wao. Hata heshima hiyo wewe huna. Na sio yule kama mzazi. Kwa hiyo tunachosema sisi wakubwa, vijana wawe na adabu. Sababu hata kwenye gari ukuta mwingine kabanisha hivi akupishe, wewe unasimama unashikilia wewe unakuangalia. Kumbe mwingine mlane sasa huyu ataka anasoma asipate hata kazi. Kwa hiyo tunaita laana naye sio nzuri. Lakini vijana wajifunze kwamba usitukane mkubwa, tuwe na adabu, mheshimu, tufike yale uadilifu wetu tu na maadili yetu yale. Ndio miko ambayo tunaikosea hiyo. Sababu zamani ukiambiwa mtoto iko kitu mwiko unasikia. Unaacha. Sasa hivi mwiko ambao wa ubwabwa au wa ugali, yani mtoto anataka kujibu. Mpenzi mtazamaji wa Star TV, hadi hapo hatuna la ziada. Kikubwa tu tumepitia kwa kile ambacho leo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekizungumza baada ya kupokea taarifa au ripoti ya tume ya rais ya uchunguzi katika matukio ya uchaguzi 2025 Oktoba 29. Mengi tumezungumza hapa na ndugu yangu Juma Gama, na ametoa ushauri, lakini pia kile ambacho amekisikia kutokana na tume amekizungumza, lakini kile ambacho kimezungumzwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa ni jukumu, tume imetoa tayari ripoti yake na Rais Samia amezungumza. Kilichobaki sasa Watanzania kukaa meza moja na kuzungumza ili kuijenga Tanzania ya amani, Tanzania ya kitivo cha amani. Jina langu naitwa Josephine Shemwaiswaga, lakini pia ndugu yangu Juma Gama ambaye tumeshiriki naye pamoja hapa na tumejadili kwa pamoja. Kwa heri kwa sasa, tukutane wiki ijayo.